Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Baadhi ya watumiaji wa mitandao ya kijamii nchini wamewataka viongozi wa wizara mbalimbali kutumia mitandao ya kijamii kutatua changamoto zinazoripotiwa kwa wananchi kupitia mitandao ya kijamii, huku akitoa mfano wa waziri wa maendeleo ya jamii Dr. Dorothy Gwajima ambaye anaonekana kinara katika eneo hilo. Katika siku za hivi karibuni, waziri huyo amekuwa akitatua changamoto mbalimbali mitandaoni kwa kutoa maagizo papo hapo na hatua zinaonekana kuchukuliwa ndani ya muda mfupi. Waziri Gwajima ni mtu ambaye anathamini michango ya watumiaji wa mitandao, na pia nampenda na anathamini msichana kwa sababu kuna tukio pale lilitokea somewhere, alienda na akalitatua, watu walimtag Gwajima na akaenda akalitatua kiundani zaidi, na yule mama alipata msaada. Mimi namchukulia Dr. Gwajima ni superwoman, na mimi kama mimi natamani sana kufuata nyayo zake niwe kama Dr. Gwajima, na inshallah Mungu atanisaidia kwa sababu nampenda sana na namfuatilia sana. Tunakemea uwepo wa vitendo vya ukatili kwenye jamii kwa jumla, lakini pia uwepo wa vitendo vya ukatili na udhalilishaji kwenye mitandao ya kijamii. Havifai kwa sababu haviandai kizazi cha sasa na cha baadaye kilicho bora. Tuendelee na Kurasa. Chifu wa waganga na wakunga wa tiba asili mkoa wa Mwanza, Shaban Ramadhani, amewaonya baadhi ya waganga wasiokuwa waadilifu wanaodaiwa kuendesha vikao vya siri vinavyohusishwa na shughuli za kisiasa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba 29. Ametoa onyo hilo wakati akizungumza na mamia waganga wa tiba asili pamoja na viongozi wa serikali mkoani Mwanza mara baada ya kusimikwa rasmi kuwa chifu wa waganga na wakunga wa tiba asili mkoani humo. Kumekuwa na vikundi mbalimbali vinavyojitokeza na kukaa na waganga na kuzungumza mambo yasiyoeleweka kabisa. Lakini kama hivi vikundi vinakaa na wakati mwingine kushawishi waganga kufanya mambo yasiyofaa, Mheshimiwa, uchukua hatua ya kwanza kupiga marufuku. Wote wanaohitaji leseni muone waratibu katika wilaya zenu ili muweze kujiandikisha mpate leseni ili mfanye kazi zenu bila kubughudhiwa. Nani anapenda kubughudhiwa anapotembeza dawa zake? Aidha, wito umetolewa kwa waganga wote kutojihusisha na vitendo vyovyote vitakavyoashiria kuvunja amani. Ili kuendelea kudumisha amani na utulivu, tunawasisitiza ya kwamba waweze kujisajili, lakini pia kuacha zile chonganishi ili tuendeleze kuwa na amani. Tumalizie Kurasa kwa hili. Baadhi ya wajasiriamali wa saluni za urembo wameeleza kuathirika kibiashara kutokana na wateja wao kushindwa kulipa gharama za huduma wanazopata kwa wakati. Wajasiriamali hawa wamesema changamoto hiyo imekuwa ikikua siku hadi siku, hasa katika maeneo ya mjini ambapo wateja wengi huomba huduma ya kisingizio cha kulipa baadaye, lakini huishia kutoweka bila kutimiza ahadi zao. Sengine tunamuuzia nywele lakini anatokomea na hela. Sengine tunamsuka, hujamaliza anasema anaenda kutoa pesa, basi na anatokomea, hatumuoni. Nafanya kwa wale watu ambao nawafahamiana nao. Yani mimi si mtu namjua, kwa sababu from nowhere uwezi ukawa amekuja mteja ukamchukua, aidha akakupigia simu mkakaa mkaongea mkawasiliana akakwambia nifuate sehemu fulani. Sasa hivi dunia imeharibika, mambo ni mengi. Kwa hiyo service sifanye kwa watu ambao sifahamiani nao. Unakuta mteja anakuja, unamhudumia. Ukishamhudumia anakuambia, ukishamaliza anakuambia subiri nikatoe pesa, unasubiria pesa nitumiwe. Mwisho wa siku anaweza akaondoka, wewe ukamwamini kwa sababu umemhudumia na amejieleza na unamfahamu. Asikuletee hiyo pesa, akakuchenga. Mwisho wa siku mnaoneana kama majirani au aibu, unaachana naye. Tumekufungulia na kukufungia Kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kuangalia Kurasa. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuletea Kurasa kwa leo, jina langu ni Exaudi Mtei. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.